Runinga Oleni TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون. أما بعد، الله نسأل من عظيم فضله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم، آمين. إخواني في الله، نمشكر الله تبارك وتعالى فوق فضل zake na neema zake ambazo ametufadhilisha sisi waja wake. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa fadhila kwa waja wake. Ndugu Waislamu, kama mnavyotambua na kufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kufikiwa na tarikhun jadidun, tarikhul Islam. Tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1447 Hijria. Tuna kila sababu ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na neema zake kwetu kutuwafikisha kufikiwa na mwaka huu mpya ambao tuna kila sababu ya kufurahia na kusherehekea kihisi na kimaanawi, kwani hakika mwaka huu ni kielelezo cha historia iliyotukuka ya Uislamu. Ndugu Waislamu, kama ambavyo tunafahamu kwamba tarehe ya Hijri ni tarehe ambayo inaashiria mwanzo mpya juu ya ustawi wa dini tukufu ya Kiislamu baada ya miaka au vipindi kadhaa vya Waislamu kukandamizwa katika mji wa Makka. Hatimaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa faraja Waislamu kwa kupata Darul Hijra. Hatimaye wakaweza kufanya hijra na ikawa sababu ya kustawi Uislamu na kuwa na fursa ya kuweza kuitekeleza dini yao, kadhalika kuwa na fursa ya kuwa na bezi ya harakati za kueneza Uislamu kutoka katika pembe zote za ulimwengu, na hatimaye Uislamu ukaenea ulimwengu mzima. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuikumbuka siku hii na kuiadhimisha siku hii kihisi na kimaanawi. Ndugu Waislamu, tarehe ya Kiislamu ina historia ndefu sana. Kwa hakika tarehe hii ina mambo mengi, lakini kwa ufupi tutajaribu kueleza tarehe na chimbuko la safari ya jambo hili la hijra. Wanachuoni wa tarehe wanatuambia kwamba fi sanati al-11, katika mwaka wa 11 baada ya bwana mtume sallam kupewa utume, qadima makkata 6 nafari min arabi Yathrib, walifika Makka ujumbe wa watu 6 katika Waarabu wa mji wa Yathriba, yani Madina ya kale. Yathriba ni mji huu wa Madina ambao kabla ya kuitwa Madina ulikuwa ukiitwa Yathriba. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliubadilisha jina hili akauita Madinatul Munawwara. Waarabu hawa 6 walikuja kwa ajili ya ibada ya hija kwa mifumo na misingi ya washirikina kabla ya kupata hidayah ya Uislamu, kwani ibada ya hija ni ibada kongwe toka Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Ilikuwa ikifanywa ibada hii katika namna ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, lakini kadiri zama zilivyokuwa zinakwenda watu wakaitoa katika misingi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ikaingizwa ndani yake ushirikina. Kwa hiyo Waarabu hawa kama walivyo Waarabu wengine walikuwa wakifanya ziara katika nyumba hii tukufu kwa ajili ya ibada ya hija katika misingi ya ushirikina. Basi bwana mtume sallam, tarehe inatuambia fadaahumun nabii, watu hawa 6, ujumbe wao watu wa 6 wa Madina, bwana mtume akawalingania ila muawanatihi, kwanza wamuamini kwamba yeye ni mtume na waiamini dini yake na muongozo aliokuja nao, lakini wamsaidie katika jambo lake hili alilokuja nalo ni la ulinganiu, ni kulingania juu ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
ila muawanatihi wa tablighi risalati rabbih, kumsaidia na kufikisha ujumbe wa Mola wake. Faamanu bihi, watu hawa 6 kutoka Madina wakamwamini, wasaddaquhu, na wakamsadikisha. Waqalu fima bainahum, na wakasema kuambizana wenyewe kwa wenyewe, wallahi tunaapa, innahu nabiyu, hakika huyu ndiye yule mtume, alladhi ta'iduna alyahud, Mayahudi wanatuagania naye, wanatuahidi au wanatuagania naye. Ikumbukwe kwamba Mayahudi walikuwa ni sehemu katika wakazi wa Madina, pamoja na kwamba ilikuwa ni wahamiaji waliohamia kwa miaka mingi kutoka katika miji ya asili ya wazee wao katika miji ya Kanaan, lakini nao ilifika pahala wakawa ni sehemu ya wakazi wa Madina. Sasa hawa Mayahudi ni watu ambao wana shibhu wana ile hali ya kufuata kitabu cha Taurati, katika pamoja na kwamba ndani yake ilikuwa kuna taarifu na tabdil, lakini wana asili ya dini. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa panapotokezea mizozo, basi huwaambia wale Waarabu kwamba karibuni atakujitokea mtume, na mtume huyo tutamwamini sisi, na mtume huyo imetabiriwa kwamba atapigana vita, na sisi tukiwa tumemwamini tutapigana vita nyuma yake, na mtume huyo atakuwa nusra na ushindi. Kwa hiyo tutakupigeni vita nyinyi, kama Qur'ani ilivyolishuhudia hilo. Allah tabaraka wa taala anasema, walaqad atayna Musa alkitaba wa khaffayna min ba'dihi birusul wa atayna Isa ibn Maryam albayinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Aya zinaendelea kusema, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala alkafirin. Wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina, walikuwa Mayahudi wakitoa bishara ya ushindi kwa makafiri, yani hawa Waarabu wasiokuwa na mwongozo, kwamba muda hauko mbali atakuja mtume na sisi tutakushindeni, kwani tutapigana nyuma yake mtume huyu. Lakini alipowajia mtume huyo, basi wakamkataa kwa sababu hakukidhi yale matamanio yao. Aw kullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Mwenyezi Mungu anazungumzia Mayahudi hali yao, kwamba kila anapokujieni mtume akaja na yale ambayo hayabebi matarajio yenu na matamanio yenu, basi nyinyi mnamkufuru, na wengine wanafika mbali zaidi katika kufanya uadui, kumuua mtume au kuwaua mitume. Kwa hiyo Mayahudi wakampinga mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawa walikuwa wanasema kwamba huyu ndiye yule ambaye Mayahudi wakituzungumzia kuhusu yeye mara nyingi. Kwa hiyo wakasema, fala yasbiquna ilayhi, wasitutangulie kumwamini mtume huyu. Walamma raja'u ila biladihim, waliporudi katika miji yao, dhakaru liqaumihim, wakawatajia watu wao dhikra rasul, utajo wa mtume, kwamba tumekwenda Maka kuhiji mara hii, lakini huko kuna mtume amejitokeza, ana ulinganifu, analingania jambo kadhaa kadhaa, kwa hakika mtume huyo situmwamini. Wadaahum ila alislam, lakini nao wakafanya kazi sasa ya kulingania kile walichokiamini kwa mtume huyo na Uislamu. Fantashara dhikruhu, basi utajo wa bwana mtume ukaenea katika mji wa Madina, fil mudun, katika miji mbalimbali ya mji wa Madina. Wa hadha, wasema badu islami arabi Yathriba, na hii ndio asili ya mwanzo ya kuanza Uislamu wa watu wa Madina. Tukianzia hijra tunaianzia katika eneo hilo. Masiku yakaendelea, ulipofika mwaka wa pili wakaja tena Waarabu kutoka katika mji wa Madina. Tarehe inatuambia fa fi sanati thaniyati ashara, katika mwaka wa 12, qadima 12 rajulan, walifika watu 12 min arabi almadina, kutoka katika Waarabu wa Madina. Fajtama'u birrasul inda aqabati alula, wakakusanyika pamoja na Mtume sallam katika aqabati alula. Na watu hao walikuwa ni 12 kama ilivyoelezwa. Kati yao 10 ni kutoka katika kabila la Aus na 2 ni kutoka katika kabila la Hazraj, makabila mawili yaliyojenga wenyeji vindaki wa mji wa Madina wa Arabu. Sasa hawa anasema wa fi sanati thalithati ashara, katika mwaka wa 13 sasa na nubuwa, wafada ala rasul 73 rajula. Ulipofika mwaka sasa wa 13 wakaja watu 33 wanaume wa mraatani, na wanawake wawili, min arabi almadina, kutoka katika Waarabu wa Madina. 62 katika hao walikuwa ni Hazraj na 11 walikuwa ni Aus. Watu hawa walipokuja katika awamu hii sasa, kila awamu wakija wakilinganiwa juu Uislamu, wakirudi basi wanafanya da'wa juu ya Uislamu. Ikafikia kwamba Madina ni mji ambao Uislamu unaingia kwa kasi sana, mpaka bwana Mtume sallallahu aliwahi kusema kwamba innal imana la yasra'u ila almadinati kama yasra'u thubanu ila juhri,
hakika imani ya Uislamu, dini ya Kiislamu inapenya na kutambaa katika mji wa Madina kama nyoka anavyoingia kwenye shimo lake. Kwa hiyo Waarabu hawa wa awamu ya tatu sasa, awamu ya tatu sasa katika mwaka huu wa 13 Hijria, hawa walikuwa kama ilivyoelezwa 73 pamoja na wanawake wawili, kati yao 62 ni Khazraj, 11 ni Aus. Hawa sasa, na kadiri masiku walivyokuwa nakwenda, ukandamizaji dhidi ya Waislamu na Bwana Mtume ukawa umepamba moto, na Bwana Mtume aliwalingania kwamba pamoja na kuniamini, lakini kadhalika nawaomba mnisaidie juu jambo hili. Hapo ndo pakafungwa mkataba sasa, mkataba wa kwamba mimi nihamie katika mji wenu. Wao wakajifunga kwamba njoo katika mji wetu, sisi tutakuhami kama tunavyozihami nafsi zetu, tutakulinda kama tunavyowalinda wake wetu na wake zetu na watoto wetu na mali zetu, na tunajifunga juu ya hilo. Kwa hiyo likatengenezwa jambo hilo, inasemekana usiku wa manane watu wakawa wanatoka kuelekea katika sehemu husika kujadili juu ya jambo hili na kulifikia katika utekelezaji wake kwa kunyatia, kwa kukanyagia vidole, kwa sababu ilikuwa ni kesi ya jinai kuonekana Bwana Mtume sallam anatafuta usaidizi au anatafuta namna ya nusra katika hali ambayo makafiri wamemkandamiza, lengo lao afike pahala asalimu amri. Kwa hiyo kuwa Mtume anatafuta nusra kwa watu wengine wasio kwa Makuraish ilikuwa ni kesi ya jinai. Usiku wa manane kabisa, watu katika hali ya kunyatia nyatia wakafika katika sehemu husika, ukafanyika mjadala baina ya Bwana Mtume sallam na Waarabu hawa wa Madina juu ya mipango ya kumtengezea Mtume sallam kuhama kutoka Makka ili kuja katika mji wa Madina ili aweze kupata nusra na fursa ya kuweza kueneza ulingano wake. Inasemekana kwamba katika kikao hichi alihusishwa paka ammi yake Abbas, pamoja na kwamba alikuwa kafiri, lakini alimwakilisha yeye kama mwanafamilia, kama mzee wa familia. Mijadala ilikuwa mingi, lakini mwisho walifika pahala wakajifunga watu wa Madina kwamba sisi tutakuhami kama tunavyozihami nafsi zetu, kama tunavyolinda watoto wetu na mali zetu. Na Bwana Mtume sallam naye akajifunga kwamba mimi mkiniunga mkono na nikawa kiongozi wenu, basi nitahakikisha kwamba na kuunganisheni na kuwaepusha nyinyi na tofauti zenu na migogoro mliokuwa nayo. Kwani mji wa Madina ni mji ambao kihistoria ni mji wa migogoro. Vita vya wenyewe kwa wenyewe mara nyingi vilikuwa vikijitokeza baina Aus na Hazraj vya kumwaga damu. Tarehe inaonyesha kwamba vita vya mwisho baina Aus na Hazraj ni vita vya Buath, ambavyo kabila la Aus waliuawa wengi sana, mpaka wakafikia pahala wakaambizana kwamba tutauana katika mji wa Madina mpaka lini. Ifike pahala tukubaliane, tutengeneze maridhiano ya kweli kati yetu. Ikakubalika kwamba jamii inayounda kundi la walio wengi litoe kiongozi mkuu, na jamii ambayo ina watu wachache basi iwakilishwe katika nafasi zinazofuata katika uongozi wa mji wa Madina. Wakafikia muafaka huo. Wakati wanajadili jambo hili na kulifikia katika utekelezaji wake, ndio wakaja kukutana na nuru hii ya Bwana Mtume sallam, wakafanya mjadala kwamba Mtume aje kwao ili awatawale na kuwaongoza. Kwa hiyo fikira hii ikawa imekufa kwa sababu ya makubaliano haya, na ndio ukisoma tarehe unakuta Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa na chuki ya ziada kwa Bwana Mtume, kwani hii fikra iliyokuwa imetengenezwa kwamba kabila la walio wengi wamtoe kiongozi mkuu, ilikuwa sura ilivyo ni kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul ndiyo sura ya uongozi wa Madina ilikuwa inamuelekea, kwani yeye ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa Hazraj, na sura ilivyo kwamba nafasi hiyo angeichukua yeye. Kwa hiyo Bwana Mtume sallam alivyokuja yeye kupewa nafasi na Aus na Hazraj wakaungana na wakamfanya kiongozi, fikra hizi zikafifia na zikapotea. Kwa hiyo Abdullah ibn Ubay akawa na chuki ya ziada. Unafiki wa Abdullah ibn Ubay sio unafiki wa kubahatisha, ni unafiki uliochanganyika na chuki za Bwana Mtume sallam kumuondolea yale matarajio aliyokuwa anayatarajia. Kwa hiyo wakazi hawa Madina Aus na Hazraj wakatengeneza makubaliano hayo. Mzee Abbas akapewa nafasi ya kuzungumza, pamoja kwamba alikuwa ni kafiri, kwamba sisi tunafunga makubaliano na mkataba na mtoto wa ammi yako kwamba ahamie katika mji wetu, na sisi tunajiaminisha kwamba tutalitekeleza hilo, na yeye tunataka kwamba ajiaminishe asije katuacha mkono. Wewe unasema nini? Mzee Abbas inasemekana kwamba alisema kwamba ninachosema mimi, kuweni wa kweli, nihakikishieni kwamba nyinyi wa kweli, mtoto wetu mtamchukua na kwenda kumhami. Sisi tunaona kwamba sisi hatumuungi mkono na tunampinga, lakini bado ni mtoto wetu, ni damu yetu, na hatujashindwa mimi kumhami katika mji wa Makka.
watu wa Madina wakala kiapo na wakamhakikishia mzee Abbas kwamba wanamchukua mtume katika mji wao, wakiwa kwamba watamuhami kama wanavyozihami roho zao na wazee wao na watoto wao na mali zao. Mjadala ukaja kwa watu wa Yathriba au na Hazraj kwamba ya Rasulullah, sisi Madina tuna mafungamano na Mayahudi. Mayahudi wa Madina, kuna makabila mbalimbali ya Mayahudi katika mji wa Madina, Banu Qainuqa, Banu Nadhir, Banu Quraidha. Na kama ambavyo Madina ilikuwa imegawanyika baina ya Aus na Hazraj, kadhalika Mayahudi nao walikuwa wamegawanyika hivyo hivyo. Kila kabila la katika Mayahudi wana mafungamano na sehemu katika Waarabu. Mfano, Khazraj walikuwa na mafungamano zaidi na jamii ya Bani Nadhir, na ndio maana hata walipofurushwa hapo, walipopewa taarifa ya kutaka waondoke katika mji wa Madina, basi walipata usaidizi wa kifikra na hata kupewa ahadi ambazo hatimaye hawakuweza kuzitekeleza. Kina Abdullah ibn Ubay, watu katika kabila la Hazraj wakiwahadaa kwamba wasitoke, kwani walikuwa na mafungamano nao kabla ya kuja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kabila la Aus walikuwa na mafungamano na karibu na jamii ya Banu Quraidha, na ndio maana hata pale walipovunja ahadi katika mwaka wa 5 Hijria katika ghazwatul al-Ahzab, basi walijaribu kutafuta usaidizi kwa jamii yao waliowaona kwamba ni washirika wao wa mwanzo, waweze kuwasaidia katika jambo hilo, lakini halikuwasaidia. Sasa mjadala ulikuja kwamba ya Rasulullah, sisi sasa tunajivua katika mafungamano haya na Mayahudi, na kwa hakika tumeingiliana nao na mafungamano au muungano ambao ndani yao wana maslahi mapana, wana maslahi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Kwa sababu ilifika pahala kwamba ule ukaribu wa baadhi ya makabila waliofungamana na Mayahudi mpaka walifika wanaoleana, bali vikisimama vita dhidi yao, dhidi ya maadui zao, basi Mayahudi wakiwasaidia silaha, wakiwasaidia mpaka wapiganaji na hata mipango na plani za kivita. Kwa hiyo ya Rasulullah, tunajifunga hapa kukuunga mkono wewe ya Rasulullah, lakini tunakata mahusiano na Mayahudi. Mkato huu au hali hii tunayoifanya kukata mahusiano na Mayahudi, kwa hakika Mayahudi hawatoipokea kwa furaha, na wanaweza ikawa ni madhara, inaweza ikatugharimu sisi. Kwa sababu Mayahudi ni watu ambao wana nguvu za kijeshi, wana nguvu za kiuchumi, wanaweza kukuletea madhara. Unatuambia nini katika hili? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wenyeji wa Madina, Aus na Hazraj, kwamba mimi mkijiunga juu ya kunipokea mimi kama kiongozi wenu, kama mtume wenu, nikaja kuwa kiongozi katika mji wa Madina, nikafanya hijra na nikakuunganisheni kwa kamba moja na uzi mmoja wa la ilaha illa Allah, kwanza mtaacha tofauti zenu na mtazika yote mliofanyiana na mtarudi kuwa ikhwana, kwa maana ndugu katika imani. Mtapendana, mtahurumiana na hamtohatarishiana amani kama mlivyokuwa mnaishi katika maisha yenu kabla ya kujiwa na uongofu huu niliokuja nao. Hilo la kwanza. Lakini la pili, na kuhakikishieni kwamba ikiwa mtaniunga mkono na kujifunga kwangu mimi kama kiongozi wenu, na kuambieni kwamba adamu dam, kwa hakika damu italipwa kwa damu. Mayahudi wakithubutu kutaka kuvunja amani na kuhatarishieni amani na usalama wenu, wakimwaga damu, sisi tutamwaga damu. Wakithubutu kufanya hujuma, tutafanya hujuma. Hapo ndipo wazee wa Hazraj na Aus walipokuwa wakawa wanatikisa vichwa kuonyesha matumaini mapya juu ya kiongozi mpya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo akasema huyu ndio kiongozi tulikuwa tunamtaka, kwa hakika huyu ndio kiongozi anayefaa kututawala na kutuongoza katika mji wa Madina. Hapo wakaachana. Baada ya majadiliano hayo, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajiandaa kwa ajili ya safari ya hijra kuelekea katika mji wa Madina. Watu wa Madina waliporudi wakaendelea kufanya da'wa, na Madina ikawa hakuna nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa ndani yake kuna utaji wa Uislamu na kuna utaji wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari zikafika kwa watu wa Madina, ikawa wana shauku ya kumsubiri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama namna ya mkataba na makubaliano yaliyokubaliana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hijra kwa namna ambayo imeelezwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hijra sasa kuingia katika mji wa Madina kwa ajili ya kutafuta sehemu ambayo atakuwa na fursa sasa ya kutekeleza maagizo ya Mola wake mtukufu kama alivyomtuma. Mji wa Maka, kama tunavyojua kwamba dini ya Kiislamu ilipigwa marufuku, ilikuwa ni kosa la jinai mtu kudhihirisha madhihirisho ya zile shaairi za dini ya Kiislamu. Historia inaonyesha kwamba Maka hapajawahi kuswaliwa swala ya jamaa.
Hata baadhi ya Waislamu walikuwa wakijaribu kuswali, basi wakiswali kwa tahadhari nje ya mji, na wakiwaona Makuraishi basi wanatawanyika kuepusha ile jamaa, katika namna ile ya kuonyesha kwamba hawakuwa wakiswali pamoja. Lakini hijra hii ilifungua mlango sasa wa fursa kwa Waislamu, zikaanza kusimamishwa swala za jamaa, na kila lile ambalo limeagizwa katika Uislamu likawa na fursa ya kutekelezwa, kwa sababu Madina sasa ikawa ni Darul Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya ukazi wa Uislamu Madina na fursa walioipata, ndipo ikawa sasa sheria zile zinateremshwa, na namna ambayo Madina ni Darul Islam ikawa namna uwezo wa kutekelezwa sheria hizo upo, kwa sababu hakuna kizuizi kile cha ukafiri. Sasa tarehe hii wanachuoni wanatuambia kwamba ilianzishwa wakati wa utawala wa Saidina Umar radhiyallahu anhu. Wakati wa utawala wa Saidina Abubakar Waislamu hawakuwa na tarehe ya Kiislamu, lakini Saidina Umar ni kiongozi ambaye alikuwa na farasa, mtizamo wa mbali katika mambo. Saidina Umar ana mambo mengi sana alikuwa anayatizama, na hatimaye anaibuka na fikra na anaipeleka katika ile ashabul hilli wal aqdi, analipeleka kwa viongozi wakuu wa daula, na kwa hakika viongozi wale wenziwe wanampa sapoti, na hatimaye linapitishwa, linatekelezwa. Yapo mambo mengi sana, hatuna muda wa kuyaeleza kwa sababu sio wakati wake, lakini hili alikuja na fursa na fikra kwamba kwa nini Waislamu tusiwe na tarehe yetu kama Waislamu. Fikra hii ikawa ni njema, akaiweka kwenye mjadala waijadili Waislamu. Sasa ikiwa tumepitisha kwamba tuwe na tarehe yetu, je, tuna tarehe hii tunaianzia wapi? Fikra zikaja kwamba tuiwekeni wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopewa utume akiwa na miaka 40. Miaka ile ndio tuseme kwamba ndio mwanzo wa tarehe ya Kiislamu. Wengine wakaleta hoja mbalimbali kwamba sawa, ni fikra nzuri, lakini hatuoni kwamba kipindi kile ni kipindi ambacho cha dhiki na shida na Waislamu. Katika kipindi chote kile cha Bwana Mtume alipodhihirisha da'wa, ni kipindi cha ukandamizaji na shida. Hii tarehe itakuwa imebeba maana gani kwa umma wa Kiislamu? Wengine wakasema kwamba basi tuifanyeni baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kufa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio iwe mwanzo wa tarehe ya Kiislamu. Wengine wakasema hapana, hii tutakuwa tumebeba unwani yenye kuleta huzuni kwa umma wa Kiislamu. Wengine wakasema hapana, tarehe hii tuianzisheni wakati wa hijra, kwa sababu hijra ilikuwa ndio fathu, ndio iliofungua Uislamu ukaweza kusimama, ukasimama na ukawa na fursa ya Waislamu na Uislamu kuweza kutekeleza ibada yao na kutekeleza maagizo ya dini yao, kwamba tuianzisheni na tuiwekeni kwamba mwanzo wa tarehe ya Kiislamu ni hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ashabi Rasulillah. Rai hii ikapita kwa Waislamu na ndio ikaasisiwa kwamba hijra ndio mwanzo wa tarehe ya Kiislamu. Ikaanza tarehe hii kwa hijra ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mwaka wa mwanzo tu alipoingia katika mji wa Madina, ikaanza tarehe ya Kiislamu. Uislamu ukaanza kuwa na tarehe, na sasa ukaachana na tarehe zile zile kinyume na mila isiyokuwa ya Kiislamu, na hadi leo hii biidhnillah tabaraka wa taala tarehe hii ambayo inasomeka kwamba ni mwaka 1447, walillahi alhamdu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kufika mwaka huu 1447 tarikhul islamia. Sasa Uislamu ulipofanya hijra ukafungua sasa fursa mbalimbali, wakaimarisha Uislamu ule umoja wao na mafungamano yao kati yao, wakakabiliana na changamoto mbalimbali zilizokuwa zinajaribu kuzuia ile uhai wa Uislamu na ile nguvu ya Kiislamu Madina. Lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake Muhajirin na Ansari wakasimama imara katika kuuhami Uislamu, wakiwa kwenye bezi yao ya mji wa Madina, ambayo ndio ilikuwa bezi ya Uislamu, na kupitia bezi hii ikawa sababu ya kuenea Uislamu kutoka katika pande zote za ulimwengu, kama tunavyoona kwamba Bwana Mtume sallam katika mwaka wa pili hijiria palipofaradhishwa mapambano ya jihadi, sasa mji wa Madina ikawa ni marejeo ya Waislamu kwenda sehemu mbalimbali katika kufanya mapambano, katika kuhami na kukabiliana na majaribio mbalimbali ya uadui dhidi ya Uislamu. Uislamu ukawa na nguvu katika mji wa Madina kwa kiasi kikubwa, ukajichomoza baadhi ya wachache katika wakazi wa Madina wa Arabu, wakawa na nifaq,
ikawa nao vile vile ni sehemu katika watu ambao wanajaribu kuutikisa Uislamu. Lakini kwa sababu Uislamu ulikuwa na nguvu, Uislamu haukutikisika dhidi ya majaribio mbalimbali ya wanafiki. Lakini Uislamu vile vile ulipata mtikisiko na majaribio mbalimbali ya Mayahudi. Mayahudi wa Bani Nadhir, Mayahudi wa Bani Qainuqa, Mayahudi wa Bani Quraidha, Mayahudi wa Bani Quraidha na Mayahudi wengine ambao walikuwa wanaishi katika mji wa Khaybara kama tulivyoona katika tarehe. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam majaribio yote haya aliweza kukabiliana nao, aliweza kukabiliana nayo akiwa na maswahaba wake ambao wameikamata imani yao katika uimara na wakiwa hawatetereki katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyoona kwamba Mayahudi wa kwanza waliodhihirisha uadui ni Mayahudi wa Bani Qainuqa. Bwana Mtume sallam akawafurusha katika mji wa Madina. Mayahudi wa pili ni Mayahudi wa Bani Nadhir ambao nao vile vile walidhihirisha uadui mkubwa sana kwa Waislamu. Tarehe inaonyesha kwamba Mayahudi hawa waliandaa mauaji kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume alifunga mkataba na Mayahudi katika hatua za mwanzo tulipofika Madina. Akaona Mayahudi wanafanya harakati za kumpinga yeye, bali ya kuzipinga juhudi zake na kuwazuia watu wasiitambue na kuishika da'wa yake na mwongozo wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza kitu kinaitwa muahada, makubaliano ya mkataba baina yao. Msingi wa mkataba huu ilikuwa at-ta'minu ba'dhuhum ba'dha, ni kuishi watu waishi kwa amani kati ya wao na Mayahudi pamoja na tofauti za kiimani. Lakini Mayahudi hawa kama Allah anavyoeleza kwamba aw kullama ahadu ahadan nabadhahu fariqun minhum, kila wanapoweka mafungamano ya ahadi na mkataba huyavunjilia mbali. Kwa hakika Mayahudi wakavunja mkataba katika hatua mbalimbali. Mayahudi hawa Banu Nadhiri, siku miongoni mwa siku Mtume sallam amekwenda katika mji wao akiamini kwamba tuna mkataba wa amani, hatuvunjiani amani. Rasulullah alipata habari kwamba maswahaba wake wamewaua watu katika kabila fulani kimakosa. Kwa hiyo Bwana Mtume sallam amekwenda kwao kuwataka kwamba wamkopeshe au wampe mali kiasi ili ende akatoe fidia kwa watu hao waliouawa kimakosa. Wale mabwana wakakutana, wakamwambia tusubiri kidogo hapo, tutakufanyia fikra tukupatie. Walipoingia ndani huko Mayahudi wakajadiliana, wakasema tumuueni huyu mtu. Na Bwana Mtume alikuwa amekaa kwenye ukuta hivi kaegemea. Tumuueni mtu huyu. Wakaambizana wenyewe, kiongozi wao akamwambia hamwezi kumuua huyu. Huyu ni mtume kweli kama mnavyojua. Nyinyi hamna shaka kwamba ni mtume na atajulishwa huyu. Wakasema tumuueni, hatuwezi kupata nafasi nyingine hapa hapa. Inasemekana kwamba wakaenda wakatafuta jiwe moja kubwa sana, wakawa wanalibeba kwa kujilazimisha ili walinyanyue juu wamwangushie Bwana Mtume sallam katika sehemu ya ukuta aliyokuwa ameegemea katika kukaa. Basi tahamaki Bwana Mtume sallam akiwa amekaa, ghafla akaonekana amenyanyuka katika hali ambayo si ya kawaida. Maswahaba wakashangaa, ya Rasulullah, mbona hivi? Akamwambia, nimepata habari kwamba jamaa wananitayarishia mauaji, wanajiwe kubwa sana wamelibeba, nataka waniangushie ili lisage. Jamaa wamefanya khiana hawa. Maswahaba wakashangaa sana. Mtume sallam alipofika katika makazi yake akamtuma Muhammad bin Maslama, akamwambia nenda kawaambie na watangazie Bani Nadhir, na wapa siku 10 nisimuone mtu katika mji huu wa Madina. Zikifika siku 10 yoyote nitakayemuona na mkata kichwa na mchinja. Na kweli Muhammad bin Maslama akaenda akalitoa tangazo hilo kwa Bani Nadhir. Habari ni ndefu sana ndugu zangu Waislamu. Tukipata fursa inshallah, uadui wa Mayahudi dhidi ya Uislamu na Waislamu ni mada pana sana. Adawatul yahudi lilislam wal muslimina ni mada pana sana. Mwenyezi Mungu akituwafikisha inshallah tutakuja kueleza habari hizi. Mwenyezi Mungu atujalie mwaka huu mpya wa Kiislamu uwe ni nuru kwetu, na ni mwaka ambao atawaepusha Waislamu na kila aina ya mabalaa, lakini mwaka ambao utaijalia nchi yetu hii kuwa na amani na utulivu na ustawi wa watu wake, hasa ukizingatia tumo ndani ya kuelekea uchaguzi mkuu. Tuna kila sababu, na nchi yetu walillahi alhamdu kwa namna ambavyo imejali jambo hili, imeifanya kwamba siku hii iwe ni siku ya mapumziko. Hili jambo jema linaashiria mwanzo mwema juu ya taifa letu katika kuelekea yale aliyoyatukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kwa baraka za siku hii na utukufu wa siku hii, aijalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu waweze kushikamana, atuondoshe mifarakano katika taifa letu, ajalie kizazi hichi na taifa hili
liwe katika utulivu, aliepushie fitna za ndani na nje. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika kheri ya siku hii iwe ni sababu ya kustawi dini yetu, na Waislamu pamoja na tofauti zao, lakini wawe kitu kimoja katika kuipigania dini hii tukufu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Dakika ngapi? Lakini si الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.